Bana, jana mara baada ya Young Africans kutoa sare dhidi ya TRA United, moja kati ya mechi ambayo ilikuwa ni ngumu kabisa pale kwenye dimba la Sheikh Amri Abeid Kaluta jijini Arusha. Young Africans ni kama vile kuna namna ambavyo mambo hayaendi sawa kwenye kikosi chao, manake wanazidi kuendelea kushona sare kwenye ligi kuu Tanzania bara. Manake ni sare ya 4 sasa wanapata kwenye ligi hii kwa msimu huu. Mara tuliona juzi kati walitoa sare dhidi ya Azam FC, lakini pia walitoa sare dhidi ya Mnyama Simba, walitoa sare pia na TRA United kwa siku ya jana. Ni siku ambayo haikuwa nzuri kwa wananchi Young Africans, kitu ambacho pia kimempa tambo nyingi sana afisa habari wa kikosi hicho cha TRA United, namzungumzia Christina Mwagala, huku akisema kwamba wao ni timu kubwa, wana uwezo wa kufunga timu yoyote ile kwenye bara la Afrika, huku akiendelea kusema kwamba kwa upande wa namna ambavyo timu hiyo ilivyo na Young Africans ni vitu viwili tofauti, na huku akisema kwamba Young Africans wana bahati, maana kwamba wao ndio ambao walistahili kushinda katika mchezo wenyewe. Tutazame Young Africans kwanza katika haya ambayo wanapitia kwenye kikosi chao. Kweli ni kwamba Young Africans hajacheza vizuri katika mchezo wa siku ya jana. Kivipi? Ulikuwa ukitazama pia intensity ya kila mchezaji, unaona kabisa ipo chini. Ile uchu wa kupata pia matokeo ilikuwa ionekani ndani ya kikosi cha Young Africans. Shoot on target hakuna hata moja katika mchezo wa siku ya jana, na wanakuambia kwamba dalili ya mvua ni mawingu. Tuliona kwa upande wa dabi ya Kariakoo Young Africans walipiga shoot on target moja tu pekee, lakini pia dhidi ya Azam FC wakapiga shoot on target moja tu pekee. Jana dhidi ya timu ya TRA United, Young Africans hawajapiga shuti lolote lile kwenye lango la TRA United. Je, unalijua hili? Hii haiko sawa hata kidogo kwa timu kubwa kama Young Africans kushindwa kupiga shoot on target hata moja kwenye timu ya TRA United, maana kwamba kuna janga kubwa ambalo linaendelea ndani ya kikosi cha Young Africans, na hapa kocha wa timu hiyo Pedro Goncalves anapaswa pia kushtuka kwenye usingizi ambao yupo kwa hivi sasa. Si kwamba na mhukumu sana, japokuwa mbali na changamoto ambazo wamekuwa wakikumbana nazo za hapa na pale, ugumu wa ratiba, lakini pia aina wachezaji ambao wanakosekana kwenye timu kutokana na majeraha ambayo wanawakabili, lakini pia yote kwa yote ni pamoja na namna ambavyo pia timu inavyocheza, fitness pia wachezaji inaonekana ipo down. Sasa kwa upande wa kocha Pedro Goncalves ana kazi ya ziada pia kufanya kwenye timu yake. Ni wakati sahihi sasa wa kuamini wale wachezaji ambao walikuwa hawapati nafasi kwenye timu, ili aweze kupitisha rotation kwenye kikosi chake, ili kuwarejesha wale wachezaji wengine, kuwapa mapumziko, warejee kwenye ubora. Najua kuna wachezaji ambao wako kwenye bench ambao hawapati tu nafasi kwenye kikosi cha Young Africans, wakipata na uwezo wa kufanya makubwa. Mtu kama Salum Abakari Shua Boys, lakini pia kuna mtu kama Faridi Musa na wachezaji wengine wengi wana uwezo wa kuingia kwenye first 11 ya Young Africans kwa hivi sasa, na hatimaye wakapita kwenye hii hali ambayo wako nayo kwa hivi sasa. Young Africans ni timu kubwa kwenye ardhi ya Tanzania, timu ambayo imefanikiwa kubeba makombe mengi kuliko timu yoyote ile hapa Tanzania. Lakini Young Africans unazungumza ni timu ambayo imeshinda back to back mechi nyingi sana kwenye ligi kuu Tanzania bara, lakini pia wana unbeaten ya kutokupoteza mchezo wowote ule, takriban mechi 35 mpaka mchezo wa siku ya jana dhidi ya TRA United. Maana kwamba Young Africans pamoja na yote ambayo wanapitia, pamoja na aina ya wachezaji ambao wanakosekana kwenye timu kutokana na majeraha, bado vita yao imeendelea kuwa wao wenyewe kwa wenyewe. Nani wa kumfunga Young Africans? Je, ni Simba? Ndo tayari wamekwama, wametoa sare. Je, ni Azam FC?
wamekwama na wametoa sare. Sasa ni nani wa kumfunga Young Africans kwenye hii hali tete ambayo wako nayo? Labda tuendelee kuangalia mechi ijayo dhidi ya Mtibwa Sukari na mechi zinginezo, labda yanaweza yakawakumba makubwa, lakini ukweli ni kwamba Young Africans bado wanashindana na rekodi zao wenyewe mpaka hivi sasa, pamoja na changamoto ambazo wanazipitia, lakini wanakuambia dalili ya mvua ni mawingu. Ni jambo ambalo wanapaswa pia kulifanyia kazi, na kama wakichelewa, mambo yakienda ndivyo sivyo, wanaweza wakajikuta wameshuka chini, wengine wamepanda juu, na hatimaye wengine wakatengeneza consistency na ikaanza kuwagharimu. Na namna ambavyo pia ligi yetu tunaijua, tunasema kwamba kuimba kupokezana. Kuna wakati huyu anakuwa yuko bora, anatawala misimu yake 3 4, na hatimaye anashuka, mwingine tena anapanda. Tuliona misimu 4 kabla ya misimu 4 ambayo Young Africans wametawala, tuliona Simba wakitawala misimu 4. Sasa baada ya kushuka Young Africans wamepanda, wametawala misimu takribani 4. Sasa tusubiri kuweza kuona Young Africans namna ambavyo watakwenda kushtuka kwenye usingizi huu, na hatimaye kuweza kufanya vizuri. Ni wakati wa benchi la ufundi kuumiza akili, kurejesha wale wachezaji ambao hawapati nafasi waweze kuwa kwenye kiwango ambacho ni bora, na hatimaye waweze kushona kuwapa mapumziko hawa wachezaji ambao wametumika kwa muda mrefu kutokana na namna ambavyo ratiba pia ilivyo ngumu. Young Africans wameanza safari hii leo ya kuelekea pale Dodoma kwenda kuwakabili Mtibwa Sukari. Mtibwa sio timu ambayo ni haba, wana uwezo wa kuamua kung'ang'ania wakihitaji sare na wakaipata pia vile vile. Ni sehemu ambayo Young Africans wanapaswa pia kuwa makini, wasije wakadondosha alama tena. Kama wakidondosha alama nyingine 2, maana kwamba kama ya Simba wakila viporo vyao vyote, maana kwamba wamepitwa pale juu. Manake mpaka hivi sasa lilivyo kwamba mnyama akishinda mechi zake zote, gap ya pointi inakuwa ni gap ya pointi 1 tu pekee. Sasa kama endapo Young Africans wanadondosha tena alama nyingine, basi moja kwa moja wanakuwa wamepitwa. Wanapaswa kuwa makini kwa hivi sasa kuelekea kwenye mechi zao za ligi kuu Tanzania bara. Nimeona wengi wanalalama kuhusiana na juu ya kocha Pedro Goncalves. Ni kocha ambaye ni mzuri, kwangu mimi sina shida naye, ila tu ni hali ambayo ipo ndani ya timu. Sasa anapaswa kukubaliana na mazingira, kutokana na namna ambavyo mazingira yalivyo, aweze kuonyesha uwezo wake na aweze pia kupanga vijana wake vizuri, waweze kumpa matunda zaidi. Bado kuna nafasi nzuri ambayo ipo kwa upande wa Young Africans kuweza kutulia, lakini pia benchi la ufundi Pedro Goncalves wakati sahihi pia kuumiza akili zaidi, manake wachezaji wapo ndani ya timu ya Young Africans. Wana wachezaji wengi ambao ni bora, wenye uwezo pia wa kufanya makubwa kulingana na namna ambavyo ligi yetu ilivyo. Ungekuwa kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, basi tungesema sawa, lakini kwenye ligi wana uwezo wa kubato vizuri sana. Endelea kuhakikisha kwamba una subscribe channel yetu. Mimi ni Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA. Niseme tu bye bye, tukutane tena wakati mwingine.